mkuu wa manispaa ya Musoma kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kwa msaada wa raia wema na kubaini ikiwa na miezi mitatu tangu kuanzishwa kwake, kama anavyoeleza mmiliki wake. Na kama miezi mitatu nilikuwa na duka la dawa, ndio nikatumia leseni hiyo. Sio dispensary huduma. Hii sio dispensary na hii chumba kimoja. Kwa upande wao, wagonjwa na wauguzaji waliokutwa wakipata matibabu katika zahanati hiyo walikuwa na haya ya kusema. Mimi nimepigiwa simu kwamba familia yangu ilikuwa imeenda kununua mboga sokoni kwa saa 8. Kwa bahati mbaya ikapatwa na ajali ya kugongwa na pikipiki. Hospitali ambazo sio rasmi na sio sehemu sahihi kutoa huduma ambayo ni huduma stahiki. Naye mtendaji wa kata jirani ya Kigera Bijane Nyamisi ametoa wito kwa jamii kutoa taarifa za matukio kama hayo ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa haraka. Lakini pia jamii kama jamii wawe ni watu wanaopenda kwenda hospitali zinazoeleweka. Hospitali zipo, zahanati zipo, vituo vya afya. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mganga mkuu wa manispaa ya Musoma amesema tukio hilo ni hatari kwani linaweza kusababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa wagonjwa kutokana na mtoa huduma huyo kukosa vifaa tiba vya kuhifadhia nyenzo za kutolea tiba ikiwemo mikasi na ukosefu wa mtambo wa kuteketezea taka za kibiolojia, huku akiwataka wagonjwa kutibiwa vituo vya afya vilivyoidhinishwa na serikali. Hata mwenye akielewa ana masindano makubwa St. Jackson humu, anachoma sindano, anafunga vidonda, ana mikasi mundani, hamna sehemu ya kuchemshia mikasi ile. Lakini ina maana mgonjwa akija maambukizi ya ukimwi yatakuwa hapa. Rai yangu ni kwamba wananchi waende kujitokeza kwenye vituo ambavyo vimefanywa maboresho makubwa. Baada ya kutolewa katika zahanati hiyo bubu,